tofauti ya vile alivyo, macho yake, mwili wake, tembea yake, namna alivyopodolewa, alivyoandaliwa kwa ajili yako. Si hawa ambao unarudi nyumbani una roast alafu baadaye inakurudia rohoni, unamkuta yuko nyaku nyaku. Annahunna al-yaqut wal-marjan, yote Allah subhanahu wa ta'ala amekuandalia ni nyinyi. Fabi ayi alai rabbikum tukadhiban, nyie wanadamu na majini, neema gani tena ya Mola wenu mnayoipinga nyinyi, hamuitaki hata ikawapelekea mumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan, si kwamba Mwenyezi Mungu anayafanya haya labda kuna namna nyingine, kuonesha darsa kwetu wanadamu, kumbe aliyekutendea wema nawe mlipe wema. Akayaleta maneno katika sura ya Qasrul Habisa, wa hal huna la lilistifham wa inma linnafi, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan, ay ma jazaa'ul ihsan, hakuna malipo ya wema wa mtu aliyekufanyia illa al-ihsanu, ay mithla, isipokuwa nawe kumfanyia wema. Allah mlipofanya wema wa kumkubali, kumwamini, kumwabudu, na yeye anafanya wema kukupeni mazuri matamu kule peponi. Nendeni peponi, kaleni matunda, kanyweni majuisi, kabudikeni na mabustani mbalimbali na wanawake juu. Hayo anakupeni Mwenyezi Mungu, si kwamba mwapendelewa, ni jazau ihsanikum indo, ni malipo ya ule wema wenu mbele yake Allah subhanahu. Kwa hiyo kila mmoja anatakiwa ahisi katika maisha yake kwamba wema ukitendewa, kama muungwana, uwe na insania, uwe na utu. Aliyefanya wema na wewe mfanye nini? Na mfano huo aufanya mwenyewe Allah. Ametuumba na ujeuri wetu. Amesemaje katika Bakara? Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Kaifa takfurun, istifahamu tawbih wal inkar. Imekuwaje nyinyi? Kwa nini mnamkufuru Mola wenu? Wa kuntum amwatan, hali ya kuwa uko mwanzo hamukuwepo. Fa ahyaakum fa awjadakum, Mungu akakufanyeni na ninyi muwepo. Thumma yumitukum wari ulistikhbar, kisha atakuondosheni tena. Thumma yuhyikum, kisha atakurejesheni tena uhai. Thumma ilayhi turja'un, kisha kwake tu ndiko mtakakorejeshwa nyote. Tatizo nini? Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Khalaqakum fa awjadakum fi ayi surati ma sha'a rakaba. Hakuna mmoja aliyemuomba Mungu nitengeneze niwe hivi. Ni mwenyewe Mwenyezi Mungu. Fama jazaa'u ihsani, malipo yenu nini kwa wema huu mliopata? Hal jazaa'u ihsani illa ihsan, kwa hakika hakuna malipo ya wema ila ni wema mfano wenu. Kuna watu walikuwa wa maana kidunia, wa maana kidunia kuliko wewe. Isababu ni sababu. Walimtaka mke uliye naye wakakataa kata. Umekwenda kumpata we mjanja sana, fundi sana, ana hadha ihsanullahi ilayhi. Mwanamke yule akawa anajimwaya katika kukuhudumia. Aljazaa'u al-ihsani illa al-ihsan. Nini sasa malipo yako kwa mkeo pale unapomhitajia kwa hali ya mwili wako? Hujiwezi, unaona nirudi nyumbani kwa mke wangu, mkeo anakupokea, anakuhudumia.
malipo yako kwa mkeo ni yapi? Aljazau ihsan. Ebu rejea kwa malezi na tabu ya mamio aliyoipata tokea anapokea nutfa min abika. Anaipokea ile mbegu kutoka kwa babio, imekaa ndani ya tumbo lake kwa manyonge na manyonge aliyokutana nayo. Ilifika wakati samaki anamuhisi ananuka, mama akawa anatafuta vikoga vya embe vichanga, udongo. Laiti sio kadari ya Allah ingejengeka nyumba ndani ya tumbo la mama, bali vingeziba kila kitu, udongo umeziba. Umetoka na kilo yako 3, 2.5, 4, 5. Haikuwa kazi rahisi kutoka kwa mama, kataabika. Mama aliteseka, alipungukiwa damu, mama alitoa chozi wakati wa kukutoa wewe kuja duniani. Haikuwa rahisi utoke ulipotokea. Thumma sabila, njia ya wewe kujia duniani haikuwa kazi rahisi, ulikuwa ni mpango wa Mungu. Alifanya urahisi uje. Hal jazaa ihsan illa ihsan. Babako leo, mamako leo unamfanyia nini? Baba huyu ambaye wewe ulikuwa huna kitu, hujitambui, bali unawaona wazazi wako kwa kukosa kwako kula, unawaona wanafanya makusudi, wanapambana upate uji, upate andazi, upate, na unaumwa, wanahaha kuwazima na kukopa na kadhalika, ili wewe upelekwe hospitali. Wakakusomesha, wametumia mbinu mbalimbali. Fama jaza, wamlipa nini babio? Hal jazaul ihsan. Leo umekwenda kwa mwalimu wako mzee Juma, anakutamkisha herufi za Qur'ani, unatamka kitu kingine. Amejipinda mzee wa watu mpaka umeweza kutamka herufi za Qur'ani. Hal jazaul ihsani. Nini malipo yako kwa mzee yule aliyekutengenezesha ukaweza kutamka Qur'ani? Achana na huyu Muharrami wa leo anayekufundisha tafsiri. Kuna yule aliyechimba msingi, alichimba msingi kwenye mawe, bali inawezekana si mawe kamwe, ilikuwa ni vyuma, mpaka atengeneze msingi wa kutamka Qur'ani ambazo ni huruful hijaiyya. Nini ihsani yako kwa mwalimu yule wa Qur'ani aliyekusaidia wewe leo? Humjali, humtambui, humthamini, bali wengine unafikia walimu zao wale kuwaona waliharibu dini. Qur'ani yenyewe kachukua pale. Hal jazaa'ul ihsani. Fabi ayi ala'i min dunihima jannatan. Wa min dunihima jannatan. Na achana ya pepo zile, waliman khafa maqama rabbih, wa hatani aidan liman khafa maqama rabbi. Achana na mbele hizo, kuna garden nyingine mbili tena, na akatumia lugha ile ile ya janna ambayo tumeitaja. Ili ipate kuwa janna lazima zitimie sifa ngapi? 3. Iwe kubwa 1, iwe na mazao 2 yaliyofura yamejaa, lakini 3 mazao yenyewe yawe tanawia. Kwa hiyo wa min dunihima jannatani hatani aidha liman khafa maqama rabbih. Achana na mbele hizo, kuna shamba nyingine kubwa 2. Nini hizo? Jannatani nini? Abi ayi ala. Ipangeni muka, ndo maana yake Allah. Ipangeni mukaneemeke, huko kuna hatari. Hapa mnapata nini? Tena hizo nini? Mudhammatan. Rangi ya peponi sasa. Na haraka gani na duniani? Zilizokozwa kijani bichi. Yani hizo garden ni full green. Yani wanasema ile adduhuma, kiasi kuiva kwake kunapelekea kwenye weusi, imekolea barabara kijani. Yayo mazao ya katika mashamba hayo na raha zake
mudhammatan, zilizokolezwa sawa sawa kijani bichi, kuonesha asili ya shamba ni kijani bichi. Rangi ya kijani ni ya wapi? Ya shamba. Na ndiyo maana Mungu hata kaipeleka mashamba, unaona? Rangi ya kijani. Alafu akasema hii ninakuachieni na kuandalieni wapi? Peponi. Kama unavyoona mtu wa shamba hali vitu feki. Mtu wa shamba anakula vitu original. Chungwa halijasindikwa, nanasi oji linatoka shambani walila hapa, fenesi, sijui chenza, sijui, basi ndio peponi umekaa unakula raha katika mashamba yako, unachuma pale. Kutufuha dhania. Kutufuha matunda yake yakiwa chini chini. Hakuna kutafuta mkwezi wala utafute mti kwa ajili ya kuangua mapapai hapa hapa. Ngaja wakati wote ni wakati wa msimu peponi. Maisha yote ni maisha ya nini? Msimu. Wale wapenzi wa madoriani wakwe zangu, wakati wote ni msimu madoriani. Wale wapenda shokishoki, wakati wote ni msimu wa shokishoki. Wapenda mananasi, mihogo, kila kitu kwa chini. Hakuna kula machungwa tunajikatakata machungwa makali kama unakula pilipili, hamna. Fali ayi ala'i rabbikuma fihima aynani nadhaqatan. Fihima yani ndani fi dhafiyatun makaniya, ndani ya hizo bustani yayo mashamba ainani kuna chemchemu mbili. Yani yale maji mifereji haitembei nje ya mashamba, imoami ndani ya mashamba, sio tena nje ya mashamba mara watoto wametupia makopo mara ni fihima, ndani ya mashamba hayo ainani kuna chemchem mbili, kuna swimming pool mbili kule za mwagilia. Mara mwenye umeingia kidogo unaogelea, mara umemwita mkeo mama Juma njoo, kama naye alikuwa mtu akhiri. Mungu ajalie sisi atufanye tuwe watu wa peponi. Amin. Na wake zetu pia wahukumiwa wawe katika wanawake wa peponi. Alafu tena ni waje hao wenye mahuru tena nadhakhatani, lugha azima. Kuna an-nudhu wan-nudhu, wan-nudhu ablaghu min an-nudhi. Nadha lianna an-nudha huwa rash au rashash. Sasa ile chemchem za peponi hazimichi. Angesema nadha ni kufanyaje? Lakini kasema nadha, nadhakhatani. Angalia ni kha ni ha. Kuna chemchem mbili nadhakhatani zenye kujisha kweli kweli, maji yake yanatembea mara mekwenda hivi mara mekwenda hivi, sio ndo nadhakhatani. Hizo chemchemu zinatema kisawa sawa maji, yani at the second pipa limejaa. Unataka kuja unaishi duniani ulalamike maji wamekata dawasi, kuna peponi au kalalamike maji? Basi hakuna haja ya kuwa pepo. Fihima ainani nadhakhatani, ndani ya pepo chemchemu hizo. Ndani ya pepo kuna chemchemu, ndani ya pepo kuna mashamba. Unatoka unakuja kurelax, si wanakaa kidogo nje ya majumba yao ya fahari wanaangalia mashamba yao, videge vinaruka pale, kwale, kitinimbo, kisosi, kitietie, ndipitipi, nyangongo. Wasina wao umekaa unatazama yule kwale, yule tetere, yule nani, unakula raha, vimaji vinapita beupe. Huku mito mingine inapita chini yake ya asali, huku mito ya maziwa, unacheka, unaangalia. Kule kwa mbali unamwona mzee Abdallah unampatana.
Fabi ayi alai, Mungu bado anaimiza, anataka tujipinde. Na ndio maana akasema la taqnatu, vyovyote itakavyokuwa musikate tamaa na pepo yake. Unakataje tamaa? Mimi tena nina dalili ya kwenda peponi mimi? Subhanal malik al-Qudus. Muslimu hata wala wewe Muislamu gani unakata tamaa na pepo ya Allah? Wakati Allah mwenyewe ndio yule aliyejisifu Ghafurun, na isitoshe Rahim, mwingi wa msamaha, mwingi wa huruma. Mwenye hali hiyo umemkosea, unakataje tamaa? Rudi kwake. Si ushamkosea? Rudi kwake, usiendelee kutokomea mbele, rudi kwake. Ndio zile nyiradi wametuwekea wazee, yatawabu alaina warhamna wanzur ilaina ya Allah. Ewe mwingi wa kukubali toba, hebu tupokelee nasi toba zetu ya Rabb. Tena sio hivyo tu, warhamna, tuhurumie, wanzur ilaina, tutazame kwa jicho la huruma. Maneno haya alafu Mungu anakutia motoni kwa sababu ya kumwambia hivi. Wama qadarullah, si tunamdhania vibaya Mungu basi. Yaani sisi tunafikiria Mungu mnumi, au tunamdhania Mungu ananongwa. Mungu hana nongwa shekhe. Ndio maana alisemaje kule, walau annahum idh-dhalamu anfusahum ja'u, alafu nini be? Fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul. Mwisho nini? Lawajadullaha tawwaban rahima. Laiti wafuasi wako ewe Muhammad idh-dhalamu anfusahum, pale walipojikosea wenyewe, walipojidhulumu wenyewe kwa kuyatendea kuzitendea nafsi ya mambo mabaya, jauka, wangekuja kwako ewe Muhammad, wakapata darsa, wakapata nasaha, wakapata fastaghfirullah, kisha wakamtaka msamaha Allah, wastaghfara lahumur rasulu. Alwaqtu la yasauna bidhikriha, wa wenyewe wakataka msamaha, wastaghfara lahumur rasulu. Na mtume naye akawatakia msamaha kwa Allah, la wajadullah, hakika kaweka lam, jawabu ya lau, la wajadullah, wallahi wangalimuona Allah tawwaba, mwingi wa kukubali, kana kwamba hakijatokea kitu, sio kakubali toba zenu tu, rahima, tena wangemkuta mwingi wa. Sasa wakati ule mtume yupo, tunakwenda kwake, anatuombea. Leo hayupo, sallu alayhi, sallu alayhi, fakaannaka jiita Muhammadan sallallahu alayhi wasallam. Inakuwa kama ndio umekwenda kwa wewe, mswalie tu. Katika hadithi ya bwana mtume ya Ibn Abbas, hadithun mawqufun, ambayo Imam Ibn Taymiyyah kaitaja, kuna bwana mmoja alikwenda amepatwa na shalal mguu wake. Alipokwenda kwa Ibn Taymiyyah akamwambia, mtaje unayempenda zaidi katika watu. Yule bwana akasema Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ile shalal ikaondoka ghafla. Wakati mtume kafa, na basi alimwambiaje? Mtaje unayempenda zaidi. Na Ibn Taymiyyah amesema hadithun mawqufun sahihun, yeye kasema tu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, shalal ikaondoka. Hakumuomba nani? Msichanganye maelezo. Kumuomba mtume ni ushirikina. Mtume haombwi. Umemtaja kipenzi wa Mungu, ukamswalia, aliyefurahi ni nani? Mwenye kipenzi wake. Shemeji yangu wa Ndoro,
amekaa mahala kakutana na Wamakonde, anawasikia Wamakonde wanamtaja Mziwanda shemegi yake. Unadhani Andoro atawapenda atawachukia? Atawapenda kwa sababu wanamtaja vizuri nani? Shemegi yake. Na hata wakitangaza wana njaa ataingia mfukoni. Anasikia raha shemegi yake anasema vizuri. Sasa wewe mtaji vibaya shemegi yake kama utapata kitu. Habibullah. Habibullah aliyetajwa Dhujahi ibn Arif, kipenzi cha Allah mwenye utukufu uliosambaa dunia nzima. Hakuna mahala utukufu wa bwana mtume Muhammad haujafika. Dhujahi ibn Arif, ukamtaja huyo Habibullah ambaye Mungu mwenyewe kamsifia, warafa'na walau annahum idh-dhalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim. Wale wamepata ofa, unataka kunambia Mungu anaonea? Wale wenzetu mtume alikuwepo, wao walipoambiwa jauka, walipokwenda walimuona mtume Muhammad. Sisi mtume kaondoka, sisi tuwapata nini katika jauka? Tunamswalia tu. Salatu ala nabii dawa. Salatu ala nabii sallallahu alayhi wa sallam sababu qada'i al-hawaij. Salatu ala nabii sallallahu alayhi wa sallam sababu qada'i ad-duyun. Salatu ala nabii sallallahu alayhi wa sallam sababu faraji al-kurub. Sallu ala nabii. Swala ya mtume ni dua. Swala ya mtume ni nini? Dua. Swala ya mtume sallallahu alayhi wa sallam ni sababu ya watu kukidhiwa shida zao kwa Allah. Swala ya mtume sallallahu alayhi wa sallam ni sababu ya watu kutatuliwa majanga yaliyowazonga, kama hadithi inavyosema, idhan tukfa hammak. Ndivyo aliambiwa ile sahaba, idhan tukfa hammak. Ukifanya maisha yako asilimia kubwa wewe ni kumswalia mtume, kuniswalia mimi, kama ni hivyo utatatuliwa shida zako. Kule kumswalia mtume haina maana kumuomba mtume, kwa sababu hiyo swala ya mtume wenyewe unaipeleka kwa nani? Unaanzaje? Allahumma salli au Muhammadin salli. Unaanzaje? Unamuomba nani hapo? Ndio maana unakuta kwa kufahamu vibaya watu walifahamu vibaya kwenye neno idha sa'alta, ili neno likaeleweka vibaya. Anaamini kuomba kwingine kokote ni haramu na ni ushirikina. Nani kakwambia? Kwani umeelewaje katika surati An-Nisa, wattaqullaha alladhi tasaaluna? Musharaka sio? Mungu mwenyewe anasema muogopeni Mwenyezi Mungu ambaye mnaombana shida zenu bihi, kupitia yeye. Umeelewa sio hapo? Udania utoshi. Kumbe mimi nakuomba wewe, lakini billahi. Uislamu haujakataza wewe kumuomba mwingine. Jana nilikuwa nawaambia makini usiku wakati tunasoma, kuna vitu tumevuruga. Tukasema Mwenyezi Mungu anaona. Mwenyezi Mungu anaona. Na mimi unavyoamini naona sioni? Unaona. Wewe unaona uoni? Unaona. Kosa lako ni kutaka kufananisha kuona kwa Mungu iwe sawa na kuona kwako. Kuona kwa Allah kunafanana na jalalihi na dhati, na kuona kwa mimi kunafanana na insaniyat. Allah anasikia kama ambavyo wewe unasikia, lakini kusikia kwa Mungu hakufanani na kusikia kwa nani? Mwenyezi Mungu ni tajiri, ghani, wal insanu aidan yusafu bil ghina. Na yupo mtu anasifiwa na sifa ya nini? Tajiri. Lakini utajiri wa Allah si utajiri wako.
Ndio maana tukasema hadhihi kulluha sifatu jamali. Mwenyezi Mungu sifa zake zimegawanyika sehemu ngapi? Tatu. Kuna sifatu dhat, na kuna sifatu jalal, na kuna sifatu jamal. Hizi zote inatakiwa tuziamini na tuziheshimu, ila sifa moja, sifatu jamal, sifa za uzuri, tuziamini, tuzikubali na sisi kwetu tujipambe nazo. Ile sifa ya utukufu ile haituhusu, si tuamini na tuiheshimu. Hatuwezi sisi. Ile ni utukufu wake. Allahu yuhyi. Tauhidu rububiyya. Fanahnu muqirruna birububiyyatihi jalla subhana, haythu la ahadun minna yunkiru rububiyyata. Anaua, anafisha, huo ni mpango wake mwenyewe Mungu. Kila Muislamu ni wajibu afanye nini? Amini kwamba nimeamka, aliyenifanya niamke ni nani? Si kwa sababu ya vyakula nilivyokula. Tauhidu rububiyya ni kukiri na kuamini mifanyo ya Mungu. Ile mifanyo yake ile ndio inaitwa tauhidi gani? Amini. Sifatu jamali, Mwenyezi Mungu ni wingi wa huruma, ana huruma na wajipambe mtu kuwa na huruma. Allah mkarimu, jipambe kwa sababu ni sifatu jamali, na wewe kuwa mkarimu. Sema haifai hal ta'lamu lahu samia. Yeye unamjua mwingine ambaye ni wajina wake Mungu? Haramu kumwita mtu Rahim. Sheikh, nani kakwambia hivyo? Una mnaelewa vibaya. Awalan hadhihi kulluha min sifati jamali walaysa min sifati jalali. Mwanadamu haramu kujiita jina linaloashiria utukufu wa kimungu. Katika utukufu wake, innahu ghafur. Innahu ghafur wa huwa ghafuru dhunub. Nani anaweza kusamehe dhambi? Ukajifanya shehe watu waje kuungama ufute dhambi za watu harbet. Kusamehe dhambi za watu hilo jambo lake mwenyewe. Takhassasa Allah subhanahu wa ta'ala biha. Sifa hiyo kajifunga naye mwenyewe peke yake. Allah hataki mwingine alete shobo kwenye habari ya kusamehe dhambi. Kujifanya nyewe mashehe mnasamehe dhambi za watu, huwezi. Vibaka. Suala la kusamehe dhambi lake mwenyewe jalla subhana. Fihima aynani wa min dunihima jannatani fabiayyi ala'i rabbikuma tukadhibani mudhammatani fabiayyi ala'i rabbikuma tukadhibani fihima aynani nadakhatani fabiayyi ala'i rabbikuma tukadhibani. Halafu fihima fakihatun. Subhana. Akafanya tena kasri. Fihima au fiha? Fihima. Fakiha. Kaileta kwa nakira ifadati ta'mim. Fihima fakihatun mutanawwi'a. Ndani ya bustani hizo, mashamba hayo, kuna matunda mbalimbali. Wa nakhlun wa rumman. Kafanya kasri. Dhikrul khasi ba'da al-'am. Sikwambii tena mitende na mikomana. Matunda mbalimbali, yani bila ya kukosa. Mitende tende zinatengeneza rutuba tende chakula kamili tende inaongeza damu tende inatia nguvu tende inakwenda kuchangamsha mishipa ya ikulu. Tende tende lahu mi'atul fawaid. Lahu mi'atu fawaid. Alafu akaja akataja rumman, ni tunda, ni chakula, ni dawa. Rumman mama ni tunda la kawaida, burudani, chakula, lakini pia ni nini? Dawa. Hayo pia yawe.
lakini matunda mbalimbali. Kaanza kwanza kuamim kila aina ya matunda yako wapi? Wewe unayependa apple zipo, chungwa zipo, mafenesi yapo na madafu. Yatakutambua matope tope hayo, mastaferi, kila aina. Nafluki fabiayi alai rabbikuma Allahumma rabbana alimna ma la na'lam fahimna ma la naf'al innaka antal a'azzul akram. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman nabiyyin wa fasahatan mursalin wa ibadatal muttaqin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Ya rabbi hadha ad-dars ma farhamna bih wa tajawaz 'amma kana minna innaka ta'lamu wa la na'lamu anta 'allamul ghuyub. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا أجدادنا جداتنا أعمامنا عماتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا أنت تعلم بأسمائهم وحسابهم وحواشيهم من النسب والدين وأمتنا على قول لا إله إلا الله محمد رسول الله وصلى على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك.